Shahidi wa upande wa serikali katika kesi ya Tundu Lissu mahakamani leo, ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba, sasa anadai Chadema iliwatishia maisha mashahidi katika kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu. Like video hii kisha subscribe kabla tuendelee. Shahidi wa upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu ameliambia mahakama kuwa wachunguzi walipokea taarifa za vitisho dhidi ya watu waliotarajiwa kutoa ushahidi dhidi ya mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lissu kufuatia kukamatwa kwake mwaka uliopita katika kesi ya uhaini. Shahidi huyo, kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba, alitoa madai hayo wakati wa usikilizwaji wa hivi karibuni wa kesi hiyo, ambapo alikuwa akielezea jinsi wachunguzi walivyoendelea kuandaa kesi hiyo baada ya Lissu kukamatwa mwezi Aprili mwaka 2025. Kwa mujibu wa Mahamba, baadhi ya vitisho hivyo vilivyodaiwa vilihusishwa na watu aliowataja kuwa wafuasi wa Chadema. Aliambia mahakama kuwa wachunguzi walichunguza maoni na ujumbe uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, TikTok, Instagram na X baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa mashahidi. Shahidi huyo alisema baadhi ya ujumbe huo ulidaiwa kuwa na maneno ya kuwatakia madhara, mikosi au kuwalaani watu waliotarajiwa kutoa ushahidi dhidi ya Lissu. Hakuliambia mahakama kuhusu Tundu Lissu mwenyewe ndiye aliyetoa vitisho hivyo vilivyodaiwa, bali badala yake ushahidi wake ulijikita katika yale ambayo wachunguzi walisema waligundua wakati wakichunguza shughuli za mitandao ya kijamii zilizohusishwa na malalamiko hayo. Baada ya kupitia taarifa hizo, Amin Mahamba amesema aliwasiliana na ofisi ya taifa ya mashtaka ili kuripoti vitisho hivyo na kuomba ulinzi kwa ajili ya mashahidi. Aliendelea kuiambia mahakama kuwa baadaye alipata idhini maalum kutoka kwa mamlaka za mashtaka ili kuwezesha mashahidi hao kupata ulinzi. Madai hayo ya vitisho dhidi ya mashahidi katika kesi ya Tundu Lissu yalikuwa moja ya hoja muhimu leo katika mwenendo wa kesi hiyo ndani ya chumba cha mahakama Dar es Salaam, kwa sababu yanaiwezesha mahakama kupata picha ya kile ambacho wachunguzi wanasema kilitokea baada ya Tundu Lissu kukamatwa na wakati wakiendelea kukusanya ushahidi kwa ajili ya kesi hiyo ya uhaini. Hata hivyo, ushahidi wa shahidi huyo ulienda mbali zaidi ya suala la vitisho hivyo vilivyodaiwa. Mahamba pia alielezea jinsi wachunguzi walivyokusanya majalada kutoka mikoa kadhaa na kuingiza taarifa kutoka kwenye uchunguzi huo katika kesi inayomkabili Lissu. Aliambia mahakama kuwa baada ya kupokea taarifa kutoka kwa maafisa wa upelelezi wa mikoa, aliamuru majalada ya uchunguzi kutoka sehemu mbalimbali za nchi yaletwe kwake ili yapitiwe. Miongoni mwa majalada aliyoyataja ni yale ya uchunguzi kutoka Kilimanjaro, Arusha, Mbeya na Ruvuma. Kwa mujibu wa shahidi huyo, wachunguzi walipitia majalada hayo ili kubaini ni ushahidi upi uliokuwa umeshakusanywa na ni hatua gani za ziada zilizohitajika. Mahamba alisema kuwa baada ya kupitia nyaraka hizo, wachunguzi walihitimisha kuwa watu wengi waliotajwa kwenye majalada hayo walidaiwa kushawishiwa na kauli zilizotolewa na Lissu. Pia alieleza mahakama kuwa watu hao wengi walikuwa wafuasi wa Chadema, huku idadi ndogo ikiwa ni wanachama wa vyama vingine vya siasa. Baadaye wachunguzi walielekeza kwamba baadhi ya watu hao watafutwe na kuhojiwa kama mashahidi katika kesi hiyo ya uhaini. Shahidi huyo alisema kuwa maelezo yao yaliingizwa baadaye kwenye jalada la uchunguzi kama ushahidi dhidi ya Tundu Lissu. Maelezo ya shahidi yanaashiria kuwa wachunguzi walikuwa wakichunguza shughuli za kisiasa na madai ya uhamasishaji katika maeneo mbalimbali, huku wakijaribu kuhusisha taarifa zilizokusanywa katika ngazi ya chini na madai mapana zaidi dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Kisha ushahidi huo ulihamia kwenye mojawapo ya matukio muhimu zaidi katika kesi hiyo, kukamatwa kwa Lissu. Mahamba alielezea mahakama kuwa Tundu Lissu alikamatwa mnamo tarehe 9 Aprili mwaka 2025 akiwa Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Kwa mujibu wa shahidi huyo, Lissu alisafirishwa hadi Dar es Salaam siku hiyo hiyo na kuwasili siku iliyofuata tarehe 10 Aprili. Hata hivyo, kisha alipelekwa kituo kikuu cha polisi ambapo alisomewa mashtaka au madai yaliyokuwa yakimkabili. Hata hivyo, kwa mujibu wa Mahamba, Lissu alikataa kutoa maelezo kwa polisi.
Shahidi alisema Lissu aliwaambia wachunguzi kuwa hakuwa tayari kutoa maelezo yake kituoni na badala yake angejibu madai hayo mahakamani. Baadaye siku hiyo hiyo, kwa mujibu wa shahidi, ofisi ya taifa ya mashtaka iliandaa mashtaka na Lissu akafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hata hivyo, uchunguzi haukuishia kwenye hatua hiyo ya awali ya kufikishwa mahakamani. Mahamba aliwaambia majaji kuwa jalada la uchunguzi lilirejeshwa kwa wachunguzi baada ya Lissu kushtakiwa ili uchunguzi zaidi uweze kuendelea. Ilikuwa katika kipindi hicho, kwa mujibu wa ushahidi wake, ambapo wachunguzi walipokea malalamiko kuhusu madai ya vitisho dhidi ya watu waliotarajiwa kuwa mashahidi. Mfuatano huo wa matukio ni muhimu. Upande wa mashtaka unawasilisha uchunguzi huo kama mchakato ulioendelea kabla na baada ya Lissu kufikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza, huku wachunguzi wakikusanya maelezo ya ziada, wakipitia taarifa kutoka maeneo mbalimbali na kushughulikia madai ya majaribio ya kuwatisha watu waliochukulia kama mashahidi watarajiwa. Hata hivyo, madai ya shahidi kuhusu vitisho hivyo yanasalia kuwa madai yaliyowasilishwa na upande wa mashtaka. Mahakama bado haijatoa uamuzi au hitimisho kwamba wafuasi wa Chadema kwa hakika waliwatisha mashahidi au kwamba vitendo hivyo vinavyodaiwa vilikuwa na uhusiano na Lissu mwenyewe. Tofauti hiyo ni muhimu sana kwa sababu shahidi hakuielezea mahakama kuwa Lissu binafsi alimtisha shahidi yoyote. Badala yake alielezea mambo ambayo wachunguzi wanadai kuyakuta kwenye mitandao ya kijamii na yale walioambiwa na watu walioripoti kuhisi kutishwa. Upande wa utetezi utapata fursa ya kupinga ushahidi huo kadiri kesi inavyoendelea. Ushahidi huo wa hivi karibuni pia una uhusiano na hoja pana ya upande wa mashtaka iliyowasilishwa katika vikao vya awali vya kesi hiyo. Awali, hatua nyingine ya mwenendo wa kesi hiyo ilijikita katika video ambayo Lissu alidaiwa kutoa ndani yake kauli kuhusu kuvuruga uchaguzi. Wachunguzi walieleza mahakama kuwa walitafsiri baadhi ya kauli hizo za Tundu Lissu kama ishara ya nia ya kuzuia uchaguzi mkuu na kuchochea uasi. Tundu Lissu aliikataa tafsiri hiyo. Aliwaambia majaji hao kuwa hakuwahi kuagiza mtu kuchoma au kuharibu karatasi za kupigia kura na kupinga kile alichoeleza kuwa ni majaribio ya kuwasilisha tuhuma ambazo si sehemu ya mashtaka yanayomkabili. Makabiliano hayo yalibainisha moja ya mambo makuu katika kesi hiyo. Iwapo kauli zinazohusishwa na Lissu zinapaswa kutafsiriwa kwa ni utetezi wa kisiasa au ushahidi wa nia ya kufanya vitendo vinavyoweza kuwa uhaini. Kesi hizi za leo zilielekeza umakini kwa kile kilichotokea karibu na uchunguzi wenyewe. Shahidi huyo wa upande wa mashtaka alieleza mchakato unaohusisha majalada mengi ya upelelezi wa kanda, kutambuliwa kwa mashahidi wanaotarajiwa na ukusanyaji wa maelezo ambayo wapelelezi wanasema yamekuwa sehemu ya ushahidi dhidi ya Lissu. Pia alieleza hatua zilizochukuliwa baada ya madai ya vitisho dhidi ya mashahidi kuripotiwa. Hata hivyo, ushahidi huo unatoa maelezo ya upande wa mashtaka jinsi ulivyoshughulikia mashahidi ambao wapelelezi waliamini wanaweza kutishiwa ama kutishwa kwa sababu ya kuhusika kwao katika kesi hii ya Tundu Lissu. Ni hayo tu mtazamaji, nijuze mtazamo au maoni yako, like video hii, subscribe kwa taarifa zaidi.